Naomba tupate tafakari ya neno la Mungu, na ninaomba tufungue Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 na ule mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 9. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 7 mpaka mstari wa 9. Na ninachotamani kukushirikisha asubuhi ya leo ama mchana wa leo ni ujumbe nimeuita fanyika rafiki wa Mungu mwenye matokeo makubwa. Fanyika rafiki wa Mungu mwenye matokeo makubwa. Na nitakuwa na muda mfupi tu, sidhani kama utazidi dakika 35 nitakuwa nimemaliza ujumbe wangu. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 7 mpaka wa 9. Maandiko yanasema, si wewe Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahim rafiki yako hata milele, nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nawe utatusikia na kutuokoa. Mungu alibariki neno lake. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tutafakari pamoja somo hili la kufanyika rafiki wa Mungu mwenye matokeo sio madogo, mwenye matokeo makubwa. Unajua, wanasema marafiki wana tabia ya kufanana, si ndivyo jamani? Marafiki wana tabia ya nini? Wana tabia ya kufanana. Ukiona watu ni marafiki, manake kwa kiwango kikubwa wamefanana katika maeneo mbalimbali. Na tunapozungumza kufanyika rafiki wa Mungu mwenye matokeo makubwa, unafahamu ya kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye mambo yake sio mambo ya kinyonge. Mambo ya Mungu ni mambo makubwa. Mambo ya Mungu sio mambo ya kawaida. Mambo ya Mungu yamejaa utukufu. Na unapochagua ama ukipata neema ya kuwa rafiki wa Mungu, ujue Mungu anatazamia mambo yanayomfanania yeye, yatakayolitukuza jina lake. Watu wa Mungu, mlikuja kumwabudu Mungu asubuhi ya leo, ninaomba muelewe tunahusiana na Mungu wetu katika madaraja ya aina tofauti tofauti. Kwa upande mmoja, sisi wote ni viumbe wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye aliyetuumba. Lakini unapokuwa umeokoka, unaingia kwenye madaraja ya uhusiano na Mungu yenye aina tofauti tofauti, nayo pia yanayokupa ama kukuwajibisha katika wajibu wa aina tofauti tofauti. Kwa upande mmoja, unapokuwa wewe umempenda Yesu na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe pia ni askari. Na kwa sababu ni askari, anatagamia utamwakilisha Mungu kwenye vita, kwa sababu Mungu hajawahi kushindwa vita yoyote. Kwa hiyo unapokuwa wewe ni askari wa Mungu, Mungu hatazamii wewe ushindwe kwenye vita yoyote. Na ukishindwa kwenye vita yoyote, umwakilishi Mungu vizuri. Sasa Mungu hajawahi kushindwa, si ndivyo jamani? Ni sawa sawa? Ni sawa sawa? Lakini pia sisi ni watu wa Mungu. Sisi ni watu wa Mungu. Manake mahali popote jina lake litakapotajwa ukiwepo, manake jina la Mungu halitaibika mahali pale ambapo wewe upo, kwa sababu unamwakilisha Mungu.
Lakini sisi pia ni watu wateule, wakati mwingine wanaitwa peculiar au unique people, ni watu maalum wa Mungu. Tunatazamia katika daraja hilo utakuwa na vitu maalum katika maisha yako vinavyotambulisha kwamba wewe kweli ni mtu wa kipekee na ni mtu maalum wa Mungu. Lakini kwa upande mwingine sisi ni watumishi wa Mungu. Hilo nalo ni daraja lingine la mahusiano kati ya sisi na Mungu. Unapokuwa mtumishi wa Mungu, kuna kiwango cha expectations za kimungu katika maisha yako, kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu. Tunatazamia kuona utumishi uliotukuka wenye kuliinua jina la Mungu. Lakini je, umewahi kutafakari thamani ya kufanyika rafiki wa Mungu katika maisha yako? Umewahi kutafakari? Kwa sababu unapozungumza kuwa rafiki wa Mungu, unazungumza juu ya daraja lingine ambalo lina upekee wa namna yake. Kwa sababu mahusiano ya kirafiki ya kati ya mtu na Mungu ni mahusiano ya namna ya kipekee yake kabisa. Unaweza ukawa mtumishi wa Mungu na usiwe rafiki yake. Unaweza ukawa nabii wa Mungu lakini usiwe rafiki yake. Unaweza ukawa kiongozi kwenye himaya ya Mungu lakini usiwe rafiki yake. Kuwa rafiki ni kitu kingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na mimi niko hapa kulieleza daraja la urafiki kati ya mtu na Mungu wake. Ule mstari wa 7 unasema, si wewe Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahim rafiki yako hata milele. Unaona, Mungu anamuita Ibrahim rafiki. Sasa nenda kaangalia kwenye maandiko uone katika watu wote waliwahi kuwa maaskari, waliwahi kuwa manabii, waliwahi kuwa mitume, waliwahi kuwa wafalme, waliwahi kuwa viongozi, waliwahi kuwa wana mahusiano na Mungu wa aina moja ama nyingine. Katika hao wote wa Agano la Kale ni wangapi waliwahi kufikia daraja la kuitwa rafiki wa Mungu? Ni kitu pekee sana. Na kwa bahati mbaya, mahusiano ya kirafiki kati ya mtu na Mungu si kitu kilichofundishwa sana, labda kwa sababu pia si kitu kinachojulikana sana, au labda kwa sababu gharama ya kufanyika rafiki ni kitu kingine. Kwa hiyo watu wanaona hilo bwana liache tu. Mimi nitakuwa mtumishi wa Mungu, mimi nitakuwa askari, mimi nitakuwa padri, mimi nitakuwa paroko, mimi nitakuwa nani, nitakuwa mchungaji, nitakuwa askofu, nitakuwa sijui nani. Lakini kufanyika rafiki, hiyo ni habari nyingine. Na mimi Mungu ameweka neno hili moyoni mwangu ni kushirikishe ya kwamba Mungu, pamoja na madaraja mengine ambayo yumkini kwa neema umepewa na Mungu katika maisha yako, anakuita kufanyika kuwa rafiki yake. Kufanyika rafiki yake. Rafiki maana yake nini katika tafsiri ya kawaida? Rafiki ni kuwa mtu wa karibu. In very simple meaning, unaposikia kwamba huyu mtu ni rafiki yangu, manake huyu ni mtu wangu wa karibu. Sawa? Huyu ni mtu wangu wa karibu. Ni rahisi kuwa mume, ni rahisi kuwa mke, lakini kuwa rafiki, hiyo ni habari nyingine. Huyo mtu wako, huyo mtu wako huyo ambaye umemuoa, huyo mtu wako ambaye amekuoa, huyo mtu wako ambaye mtaishi naye katika nyumba kama mke na mume, yani kuwa mke na mume ni jambo moja, lakini mume kuwa rafiki ni jambo lingine. Kwa mke na mume ni jambo moja, lakini mke kuwa rafiki, hiyo ni habari nyingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu rafiki ina qualities zake, na nitazieleza qualities 7 za urafiki. Lakini kabla sijafika huko, naomba nisome andiko kutoka katika kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Yesu. Kwa mahusiano ya Agano Jipya ya kati ya watu wake na Mungu, ndani yake ameweka urafiki. Anasema nyinyi mliokuwa mbali hapo kwanza
Sasa hamko mbali tena, mmesogezwa karibu, mmekuwa watu wake karibu, mmekuwa marafiki. Tunasoma katika Amos sura 3 mstari wa 3 ya kwamba je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana katika njia zao? Na unajua issue ya kupatana na Mungu ni jambo lingine. Mungu alimwambia Musa, mimi kuwapeleka watu hawa nchi ya Kanaani sioni taabu, kuwapa nchi iliyojaa maziwa na asali sioni taabu, kuwapa nchi njema sioni taabu, kuwashindia vita vyao vyote mimi sioni taabu. Lakini mimi kutembea katikati ya watu hawa ndio naona taabu. Mimi nikitembea katikati ya watu hawa tutagombana, na ugomvi kati ya mimi na hawa watashinda wao, mimi nitaua hawa, nitamaliza, na mimi sitaki kuwa mtu. Kwa hiyo mimi nawaacha muende. Tutafikaje? Nitamtuma malaika atatembea mbele yenu, mkitaka hicho mtapata, kila nilichoahidi mtapata. Mtanikosa mimi tu, mimi sitakuwa katikati yenu. Vita yenu nitawashindia. Mnataka majumba mtapata, mnataka mali mtapata, mnataka watoto mtapata, mnataka afya mtapata kila kitu. Lakini mtanikosa mimi. Na kwa nini nakataa? Nyinyi hamwezi kukaa karibu na mimi. Mkikaa karibu na mimi tutagombana, na tukigombana mimi naondoa shingo. Bwana Mungu, thamani ya urafiki sio kitu cha kawaida. Tunapozungumza urafiki, tafsiri nyingine ni kufahamiana kwa namna ya karibu, na kwa namna ya ndani, na kwa namna ya kujuana sana. Unaposikia mtu ni rafiki, ni kufahamiana kwa namna ya ndani, kwa namna ya karibu, na kwa namna iliyojenga mizizi sana. Na urafiki una aina zake. Wako marafiki wa kawaida na wako marafiki wa kina. Mungu hakutuita kuwa marafiki ule urafiki wa kawaida, ambao karibu wengi tunapojenga mahusiano ya kirafiki tunaisha yale mahusiano ya kirafiki yale ya kawaida. Vipi bwana, vipi, uko vizuri, salama, na kadhalika na kadhalika. Basi Mungu akubariki. Lakini marafiki wa kawaida ni marafiki ambao urafiki wao hauna mizizi. Jambo lolote linaweza kutokea, linaweza likang'oa huo urafiki, linaweza likaharibu huo urafiki, linaweza likaitia doa urafiki. Lakini urafiki wa kina una gharama sana. Na ndio maana watu wao wanaogopa kuwa na marafiki wale wanaoweza kumfanya akaingia mpaka kwenye kina cha mahusiano. Maana yake mahusiano yale yakija kuingia madhara, yana mashaka makubwa, yana madhara makubwa, mtikisiko wake sio wa kitoto. Na ndio maana watu wanapenda kuishia urafiki ule wa sebleni, urafiki ule wa barabarani, urafiki ule wa shuleni, urafiki ule wa tusoma wote, urafiki ule wa tulikuwa pamoja, urafiki ule wa juu, urafiki usio na mizizi. Lakini mahusiano ambayo Mungu ametuita ni mahusiano ya urafiki wa kweli, na inatazamiwa hata mke na mume wanapokuwa ndani ya nyumba yao wasiishie tu katika kuishi pamoja na kukaa nyumba moja na kukaa chumba kimoja. Ni lazima wafike mahali wajenge urafiki ambao una mizizi ya kutosha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ninakumbuka baba mmoja alifiwa na mtoto. Alipofiwa na mtoto, alikuwa ni mchungaji, ni kiongozi pia, ni mhubiri, ni mtu wa Mungu. Akafiwa na mtoto mdogo, alikuwa ni mdogo wa mikononi. Na alipofiwa na mtoto, alikuwa safari, sio alikuwa ameenda wapi, aliporudi akakuta Tanga nyumbani, mtoto amefariki. Alipofika pale nyumbani akapata mshtuko sana. Tanga la nini? Kuna nini kimetokea bwana? Mtoto wako amefariki, yule mtoto wako mdogo kabisa yule. Akasikitika sana. Sijui aliwaeleza nini wale watu, wakamuelewa. Akasema naomba nikaongee na Mungu kidogo. Kwa akamchukua mtoto akamfunga mgongoni, kama vile ambavyo wanawake hufunga mtoto mgongoni. Si kawaida, wanaume hawana desturi ya kufunga mtoto mgongoni, lakini siku alimfunga mtoto wake mgongoni na mbeleko. Nikisema mbeleko mnaelewa? Alimfunga na mbeleko. Alafu akawaambia ninaomba mniache kidogo nikaongee na Mungu, nitarudi. Akatokomea kwenye pori. Alipofika kwenye pori akamfungua mtoto, akamlaza kwenye ile kanga alikuwa amembebea mtoto. Alafu akapiga magoti, akaanza kuongea na Mungu.
Akamwambia Mungu, mimi sioni shida wewe kuchukua uhai ulio mali yako mwenyewe. Nafahamu uhai ni mali yako, wewe hutoa na hutwaa. Hakuna anayeweza kukaa kikao na wewe kujadili uhai wa mtu uishie lini na kwa namna gani. Wewe umeamua, umetwaa. Mimi sina ugomvi na hilo. Mtoto wangu uhai wako, mimi ugomvi wangu na wewe mmoja tu. Yani unawezaje kwenda kwenye nyumba ya rafiki yako, nyumba ya rafiki yako mnayependana, mliyeshibana kwa kiwango hiki cha urafiki wangu mimi na wewe, alafu ukamchukua uhai wa mtoto wake na usiseme naye chochote? Hilo hakusema kwa jina la Yesu pepo toka, pepo wa mauti, wala kusema na bomoa, na vunja, na ngoa, na imeandikwa mtaweka mikono yenu juu ya wafu. Hakutumia vifungu vyovyote. Alimhoji Mungu swali moja, uliwezaje kutoa uhai wa mwanangu na mimi rafiki yako? Haukunidokeza, haukuniambia chochote. Yani hicho ndo nataka tujadili. Mtoto akapiga chafu, akaweka mgongoni, akarudi naye nyumbani. Angelienda nabii, angekoti vifungu. Angelienda na daraja la uchungaji, angekoti vifungu. Angeenda na daraja la uinjilisti, angekoti vifungu. Angeenda na daraja ya kwamba yeye ni mtoto wa Mungu, bado angekoti vifungu. Lakini alihitaji mahusiano. Sema mahusiano. Kilichorudisha uhai wa yule mtoto ni mahusiano ya kirafiki. Unajua mtu akiwa rafiki yako mkashibana, unaweza ukachukua chake chochote na wala siulize. Anasema nani alikuja? Alikuja fulani. Alikuja hapa akakuta kitu fulani, amekichukua, amesema akija tukuambie kwamba kachukua yeye. Sasa na wewe nenda ujifanye wewe rafiki yake, ndio utajua kesi huwa inaanzaje. Maana uko urafiki ambao unakupa access, unakupa kibali, unakupa baraka. Naomba nikutajie kwa haraka sifa za marafiki wa kweli. Ya kwanza, hupenda na kuchukia vitu kwa kufanana. Sifa ya marafiki wa kweli. Ukiona watu ni marafiki wa kweli, manake anachokipenda na rafiki yake anakipenda, anachokichukia na rafiki yake anakichukia. Hao ndio marafiki wa kweli. Unataka daraja la urafiki, anachokichukia Mungu na wewe kichukie, asichokipenda Mungu na wewe usikipende, kinachomkwaza Mungu na wewe kikukwaze, kisichomfurahisha Mungu na wewe kisikufurahishe. Hilo ni daraja la urafiki. Marafiki wa kweli wanapenda kwa kufanana, wanachukia kwa kufanana. Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 6 na wa 7. Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 6 na wa 7. Maandiko yanasema tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akaipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu. Baada ya haya akamwokoa Lutu yule mwenye haki, aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu. Sikiliza, alihuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yale mambo ambayo Mungu yanamkera, yale mambo ambayo Mungu yanamhuzunisha, yale mambo Mungu ambayo hasikii raha, yale mambo Mungu yanayomfanya anakosa utulivu, yale mambo na wewe ukiachukia, yale mambo na wewe ukiwa hayakupi unajua viko vitu Mungu havipendi, viko vitu Mungu havimfurahishi. Kama unataka kuwa rafiki wa Mungu wa kweli kweli, chukia anachokichukia, penda anachokipenda. Umemaliza kesi. Nasema chukia anachokichukia, penda anachokipenda. Lutu anaishi Sodoma. Kule Sodoma kuna ulawiti, kule Sodoma kuna uchafu, kule Sodoma kuna mabaya. Unajua kama kweli unampenda Mungu, utachukia pornography. Huwezi kusema mimi nimeokoka, mimi nampenda Mungu. Ukiingia kwenye simu yako mapicha yale ya uchi yanapita, mimi macho ndu, jamani Mungu anaumba. Wewe sio rafiki wa Mungu. Unaweza ukawa na sifa zingine, mtu wa Mungu na kadhalika. Lakini Biblia inasema hivi, Lutu yalimhuzunisha yale aliyokuwa anaona nini? Kwa macho yake alikuwa anaona yale maovu, anaona ule uchafu,
anaona namna yao ya kuishi inakera, inahuzunisha. Hakuwahi kusikia raha ya kuishi katikati ya Sodoma kwa sababu moyo wake ulimpenda Mungu. Unapenda kuwa rafiki wa Mungu, chukia uchafu. Macho yako yachukie uchafu, masikio yako yachukie uchafu, mwenendo wako usienende katika mambo ambayo yanamhuzunisha Mungu. Hiyo ni sifa ya kwanza ya marafiki wa kweli. Wanapenda kwa kufanana na wanachukia kwa kufanana. Sifa ya pili ya marafiki wa kweli, huambiana ukweli. Sifa ya pili ya marafiki wa kweli, wanaambiana ukweli. Unajua kama mtu anajidai wewe rafiki yangu bwana, wewe rafiki yangu, lakini hana ujasiri, hana nguvu, hana uwezo wa kukuambia ukweli, huyo sio rafiki. Rafiki wa kweli yule aliye na uwezo wa kukufungia safari akasema leo sijaenda kazini, niko hapa nikuambie ukweli, huyo ndio rafiki. Lakini kama rafiki hawezi kukuambia ukweli, huyo hajaweza kuwa rafiki. Na unajua Mungu ni rafiki yetu kwa sababu anao ujasiri wa kutuambia ukweli. Anasema nimeweka mbele yako uzima, nimeweka mbele yako mauti, na nakuambia ukweli, ukitenda dhambi jehanamu. Amen. Haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni askofu, haijalishi uliokoka zamani, haijalishi wewe ni paroko, haijalishi jina lako, haijalishi cheo chako, atendaye dhambi ni wa ibilisi na jehanamu ni haki yake. Anakuambia ukweli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia ukweli kwa sababu moja ya kitu ambacho Yesu amesema, siwaiti tena watumwa, mimi nawaita rafiki, kwa sababu hakuna nilicho nacho cha maana nimewaficha. Na Mungu ametuita tuwe marafiki zake. Na Mungu anapotuambia ukweli usisikie vibaya. Mungu anapotuambia ukweli usisikie vibaya. Maana marafiki wa kweli wanaambiana ukweli. Tuambiane ukweli, watumishi wa Mungu, tuponyane. Sifa ya tatu ya marafiki wa kweli, hawatendeani mambo ya kuumizana kwa makusudi. Marafiki wa kweli hawatendeani mambo ya kuumizana kwa makusudi. Kuumizana kwa bahati mbaya kupo, kwa sababu sisi ni binadamu, unaweza ukajikwaa na kadhalika. Lakini marafiki wa kweli hawatendeani kwa kuumizana kwa makusudi. Never. Rafiki yako hawezi kukuumiza. Kama unataka mkeo awe rafiki yako, msiumizane. Kuna watu wanaishi kwenye ndoa sio marafiki. Ni mke na mume ndoa, na ndoa ni ya kimungu sawa, lakini hawajawahi kuwa marafiki na hawawezi kuwa marafiki, na hata wakijitahidi hawawezi, kwa sababu wanaumizana kila siku. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Marafiki wa kweli hawaumizani. Yeremia 29 mstari wa 11 anasema, najua mawazo nayowawazia, na wawazia mawazo mazuri, na wawazia mawazo mema, na wawazia mawazo ya mafanikio, na wawazia mawazo ya ustawi. Rafiki anapenda kukuona umestawi. Rafiki anapenda kukuona unasonga mbele. Rafiki anapenda kukuona unafanikiwa. Rafiki anaguswa, anabarikiwa na namna unavyostawi. Na ndio maana Mungu ni rafiki wa maisha yetu. Anajisikia vizuri anapoona unacheka. Anajisikia vizuri anapoona umeponywa. Anajisikia vizuri anapoona umepata mtoto. Anajisikia vizuri anapoona umechumbiwa. Anajisikia vizuri anapoona umepata mume. Anajisikia vizuri anapoona unajenga. Anajisikia vizuri anapoona umenunua kampuni. Anasikia vizuri anapoona unarekebisha nyumba yako. Anasikia vizuri anapoona umenunua TV nzuri. Anasikia vizuri anapoona biashara yako inakuwa. Mungu anasikia raha. Marafiki wa kweli wanasikia vizuri anapoona mwenzake amefanikiwa. Kiungo kimoja kikifanikiwa, na yeye anasema na mimi nimefanikiwa. Lakini ukiona rafiki wewe ukipata yeye kakosa, ananuna. Tafakari vizuri urafiki wenu. Tafakari vizuri urafiki wenu. Huo sio urafiki. Huyo amevaa ngozi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Kuna siku atakutendea vibaya. Na unajua ukisha kuwa na rafiki, maana yule mtu umemsogeza. Watu wengi wameumizwa na marafiki zao.
kwa sababu waliangalia nje, hawakuangalia ndani. Waliona huyu ni mtu wangu wa karibu, naweza kumwambia mambo yangu, naweza kumwambia siri zangu, naweza kumshirikisha mipango yangu, naweza kumshirikisha mali zangu, naweza nikaweka amana vitu vyangu kwake. Utapata tabu sana. Ninamfahamu mtu mmoja ambaye wakati wa msiba alikuwa rafiki wa mtu, na yule mtu hakujua huyu sio rafiki mzuri, hakujua. Jamani, mnayefahamu habari mali za marehemu, vitu vya marehemu, nani anafahamu kama kuna kitu anakudai, unadaiwa, akajikuta amelopoka. Huyu ndugu bwana amejenga nyumba Tandika, na aliniambia kwamba wakati ukifika ataiambia familia yake, alafu akaketi. Watoto baada ya msiba wanamfuata. Kwenye msiba pale ulisema baba yetu alijenga nyumba Tandika, tunaomba ukatuonyeshe. Akagundua kwamba kumbe ni yeye tu aliyekuwa anaijua ile siri ya kwamba baba yao alijenga nyumba Tandika. Ni yeye tu, na alimwambia kwa kuwa ni rafiki. Na nyinyi wanaume siji watu wa aina gani? Hivi unaweza ukawa na rafiki kuliko mke wako? Yaani una mambo yanafanyika huko, umenunua kiwanja, baba hajui. Umejenga, eti mtu amejenga nyumba mpaka imeisha, familia yake hata mke wake hajui. Lakini rafiki yake anajua. Rafiki alipogundua tu, hakuna mtu kwenye ukoo wao anajua, wala kwenye familia anajua. Akasema machungu tu bana, unajua kuna watu wanalia kila mtu kivyake, machungu tu. Machungu tu bwana, nilikuwa nalia machungu, rafiki yangu amefariki, machungu tu. Akaondoka na nyumba. Huyo sio rafiki. Rafiki hawezi kudhulumu mali ya mtu mwingine. Rafiki hawezi kuchukua mali ya rafiki yake akaidhulumu. Hawezi kudhulumu mali ya watoto wake. Ndio maana watu mnaowaita marafiki, hebu angalia, hivi ni rafiki kweli? Au una bedui, una jambazi hapo, unalikaribishaga nyumbani, unalichinjaga na kuku, unalipaga, unashushaga na watoto kitandani, lile jambazi linalala, unawanyang'anya watoto ushuka, lijambazi lile linalala, unalipa hadhi jitu jizi, sio liaminifu. Usifanya haraka kumuita huyu ni rafiki yangu, sema tu mwenzangu, inatosha. Lakini urafiki ni kitu cha maana. Urafiki ni hadhi ya kimungu. Urafiki ni hadhi takatifu. Unaposema huyu nimechagua awe mke wangu, maana yake umesema huyu atakuwa msiri wa mambo yangu, naweza kumwamini kwa kila kitu nilicho nacho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukiona unakuwa na rafiki, mmeanza maisha, unaanza kusema hiki kijiko changu, lakini kabati lako, lakini hili dali bati zangu. Hamna nyumba hapo. Hapo kuna wezi wawili wameamua kuishi pamoja, nani atamzidi mwenzake? Sifa nyingine ya rafiki ni hii: marafiki wa kweli hawafichani taarifa za mambo muhimu. Marafiki wa kweli hawafichani taarifa za mambo muhimu. Yohana 15:15, siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaarifu. Marafiki wa kweli hawana siri, hawafichani mambo muhimu. Ningekuwa na kila mtu amekaa na mke wake hapa, tungeulizana hivi, ingekuwa tunaweka TV ya mambo yako ya siri tuyaone, mngerudi mkaingia nyumba moja? Marafiki wa kweli hawafichani siri, na moja ya sababu ya ndoa nyingi kuvunjika ni mambo ya siri walionayo watu kwenye vifua vyao, kwenye mapochi yao, kwenye maakaunti yao, kwenye miradi yao, kwenye mipango yao, kwenye maono yao. Na unajua hakunaga siri ya milele, vinaendaga, unashangaa mbwa mambo hadharani. Unaanza sijui nitajielezaje, let me explain. Ulitakiwa kuexplain miaka 20 iliyopita, sasa is too late. Hakuna kitu cha kuexplain, maana ili uexplain nahitaji miaka mingine 20 nikuelewe. Maana umenificha kwa miaka 20, ili nikuelewe na mimi nahitaji miaka 20. Nyumba bado ipo.
Marafiki wa kweli hawafichani mambo muhimu, hawapichani taarifa muhimu. Sasa naona sura za watu zinakuwa na rangi tofauti tofauti. Nisamehe. Ndio maana Mungu siku ile alipokuwa anaenda kuiharibu Sodoma, akamwambia hivi, tunawezaje kumficha Ibrahimu rafiki yetu jambo kubwa kama hili? Tunawezaje kumficha? Nadhani hii ndio siri aliyoitumia yule baba ambaye mtoto wake alifufuka. Alimwambia hivi, Mungu unawezaje kufanya jambo kubwa namna hii ndani ya nyumba yangu alafu sina taarifa? Alafu bado tukimaliza hapa msiba tuitanye marafiki. Mungu akaona hii kesi kuimaliza ni arudi, alafu tutengeneze, alafu nitamchukua kwa wakati wangu. Marafiki wa kweli hawafichani taarifa muhimu. Jambo la 5, marafiki wa kweli hushirikishana nguvu na ushindi wa kila namna. Marafiki wa kweli wanashirikishana ushindi na nguvu. Ndio maana mahali pengine Biblia inasema wakati ukiwa hauna kitu, sema nina kila kitu. Sema nina kila kitu. Kwa nini? Kila kitu cha Mungu ni cha kwako. Kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu cha Mungu ni mali yako. Haihitaji kiwango cha ufahamu tu, lakini inahitaji pia kiwango cha ujuzi. Unaweza ukateseka kwa sababu hujui tu kwamba Mungu amefunua kila kitu kwa ajili yetu. Nguvu zake ni nguvu zetu. Nguvu zake ni nguvu zetu. Nguvu zake ni nguvu zetu. Mimi sina nguvu za kutosha, sina uelewa wa kutosha, sina uzoefu wa kutosha, lakini nguvu za Mungu ni nguvu zangu. Katika Matendo 1:8 anasema hivi, mtapokea nguvu za nani? Za Mungu. Sasa leo naweza kuiambia tu mapepo, shika adabu yenu. Nilikuwa na mhubiri mmoja, tuko mahali tunahubiri, tunakemea mapepo, yalikuwa ni mengi kupita kiasi. Yule mhubiri mwenzangu akasema hivi, tunahangaika nini? Maana hapa mapepo yanahitaji watu wengi kuyashika, lakini nguvu za Mungu ni nguvu zetu. Tunahangaika nini? Akachukua duara hivi, akaanza kupiga duara, akapiga duara kubwa. Akasema sasa duara hili limekuwa duara la Mungu. Ingiza pepo wote hapa. Hakuna pepo ilitoka. Ilikuwa kile kitaka kutoka haitoki. Kile kitaka kutoka haitoki. Wewe kama uamini, kamuulize Musa. Alipotoka jangwani, fimbo ile ilikuwa fimbo ya Musa. Haina kitu, fimbo dhaifu ya kuchungia ng'ombe. Nenda kaangalia. Mungu akasema, nipe hiyo fimbo, niite ya kwangu alafu uone. Akampa Mungu. Kuanzia pale, fimbo ile kwa mkononi mwa Musa ikaitwa fimbo ya Mungu. Alikuwa akinyanyua hivi, bahari inapasuka. Akinyanyua hivi, nzige wanashuka. Akinyanyua hivi, kware wanateremka. Akigonga mwamba, maji yanatoka. Fimbo ya Musa ikawa fimbo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anakupa wewe, unampa jina lake anakupa wewe. Kwa nini? Kwa sababu nguvu za Mungu ni nguvu zako. Ndio maana Mungu anaitwa Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Anamtokea Mungu, anamtokea Musa, anamwambia hivi, mimi ni Mungu wa baba zako. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu anajulikana kwa jina la baba zake. Na kwa sababu anajulikana kwa jina la baba zake, maana yake Mungu wa baba zake ni Mungu wake. Udhaifu wako ndio nguvu ya Mungu. Upungufu wako ndio utasherefu wa Mungu. Ndio maana ukiwa salama mikononi mwa Mungu. Unajua Biblia inasema wengine watataja magari, wengine watataja farasi, wengine watataja majumba, wengine watataja elimu zao, wengine watataja koo zao, lakini sisi tunaitwa kwa jina la Bwana, tutalitaja nini? Jina la Bwana Mungu wa majeshi. Ndio maana ukiwa unampenda Mungu sawa sawa, unaweza kawa wewe leo ni kapuku, leo ni pango pakavu, huna kitu, huna mbele, huna nyumba, huna urithi, huna kiwanja, huna chochote, lakini kwa kuwa Mungu huyu aliyeumba mbingu na nchi ni Mungu wako, nguvu zake zinakuwa nguvu zako, baraka zake
baraka zinakuwa baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona watu wakiwa wameokoka ni masikini, hawana hata pa kukaa, hawana hata chakula, wanalala kanisani, hawana nguo ya kubadili, lakini wakaendelea kumpenda Mungu. Mungu akaanza kubadilisha maisha yao hatua kwa hatua. Leo ni wakuu, anawaketisha pamoja na wafalme, wanasafiri kati ya mataifa, wamelibeba jina la Mgalilaya Yesu Kristo. Pendeni Mungu, atawafikisha mbali. Nimemuona Mungu huyu mzuri katika maisha yangu. Nimemuona Mungu huyu. Na hili jambo linanikumbusha wakati na muoa huyo binti. Miaka ile nimekataliwa kwa sababu ya wokovu. Familia imenitenga kwa sababu ya wokovu. Familia hainipi support kwa sababu ya wokovu. Nimebaki mkiwa kama mtu asiye na ndugu. Nitazame leo, sio kama nilivyokuwa jana. Sio kama nilivyokuwa kijana yule aliyekuwa anaishi mtoni anavaa kaptula. Sio yule. Huyu ni mwingine leo, anayesheki na mawaziri. Tunabadilishana mawazo, tunapeana mwelekeo, tunashauri nchi mwelekeo. Huyu Mungu huyu atalikuza jina lako, kwa sababu jina lake litakuwa jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Ayabariki maisha yako, ayatunze maisha yako, ayainue maisha yako. Kesho yako isiwe kesho ya unyonge, kesho yako isiwe kesho dhaifu, kesho yako isiwe kesho isiyo na sura. Unaweza kawa huna mtaji, unaweza kawa hujui mtu, lakini kuna mmoja ukimjua atanyoosha mapito yako. Haleluya. Nguvu zake ni nguvu zako. Namalizia. Huwasiliana kwa uhuru mkubwa. Marafiki wa kweli, they are free to talk. Huwasiliana kwa uhuru mkubwa. Marafiki wa kweli wanazungumza free, wana uhuru wa kuongea. Ndio maana wakati mwingine watu wanasema hivi, walokole hamna adabu mbele za Mungu, mnacheza, mnaruka. Unajua Mungu unatakiwa unapoenda mbele za Mungu unatembea hivi na moshi unakuwa unarusha na mishumaa imewashwa. Unatakiwa ukikaa mbele za Mungu unakaa kwa utulivu, maana Mungu anatisha kwako. Sisi Mungu rafiki. Tunagonga tano. Nikienda kama mtoto naenda kwa nidhamu tofauti. Nikienda kwa Mungu kama mtumishi naenda kwa nidhamu tofauti. Nikienda kwa Mungu kama mchungaji naenda kwa nidhamu tofauti. Nikienda kwa Mungu kama askari naenda nikiwa nimepiga sauti na kutokea. Nikienda kwa Mungu kama rafiki tunagonga tano, tunagonga glass. Naomba Roho Mtakatifu unasemaje? Kuna habari gani mpya hapo? Ananiambia una habari, wako kwenye kikao sasa hivi wanaloga. Unaniambia kweli? Wako kwenye kikao. Hebu niingize kwenye kikao. Roho Mtakatifu ananitoa nyumbani kwangu, ananipeleka kwenye kikao. Alafu nasikia yote wanaongea. Naharibu uchawi wao, alafu wanatafuta hivi mwanga anaitwa kila tukiwanga tufanikiwe. Kila tuwanga. Kwa hiyo mwenzao unaingia kwenye vikao. Sasa utakuwa unaingia kwenye vikao vyao kwa sababu rafiki wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio raha ya kuwa rafiki wa Mungu. Mnaongea tu. Anakuambia mambo yote, anakuambia siri, anakuambia wabaya wako, anakuambia waombee tu wala usishughulike nao au niishamaliza. Kwa rafiki wa Mungu kuna raha yake bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sifa ya 7 ya mwisho, huenda pamoja masafa marefu. Marafiki wa kweli wanatembea pamoja na wanaenda masafa marefu. Mwalimu mmoja wa neno la Mungu alisema hivi, nenda masafa marefu na Mungu ili siku hata akili yako ikichanganyikiwa urudi, ushindwe kurudi kwa sababu umeshaenda mbali. Nenda masafa marefu na Mungu ili siku hata ukichanganyikiwa useme nirudi duniani, ukihesabu gharama ya kutembea na Mungu. Uone tu haiwezekani, ngoja nimalizie mwene. Ndio maana kama unajua maombi, yajue maombi ya kina. Kama unajua mifungo, ijue mifungo ya kina. Kama unajua neno, lijue neno kwa kina. Yaani vifahamu vitu vya kimungu kwa namna ya ndani, mpaka siku ukijifanya hujui, hata akili yako kwambia muongo, unajua. Kwa sababu umeenda mbali sana. Umeenda mbali sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Safiri masafa marefu na Mungu katika mahusiano yako, ili siku hata ukitokea limetokea jaribu linakushawishi, achana na Mungu, achana na Yesu, ushindwe kubadili msimamo. Haya ndio aliyompata Ayubu. Akapigwa mashamba yakapotea, akapigwa mali zikapotea, akapigwa wafanyakazi wakapotea, makampuni yake yote kwisha, akapigwa ugonjwa, akawa na gagaa yuko chini. Mkewe akamwambia, Mungu wa design hii mkufuru ufe. Wewe tatizo lako unafikiri kama wanawake wapumbavu. Yaani mimi huyu Mungu nimetoka naye mbali, siwezi kupata mema tu, ziko nyakati mbaya. Ila mimi nakwambia hivi, namjua mtetezi wangu juu hai, na siku moja atasimama juu ya nchi. Na wauliza wapendwa, maandiko alisema alisimama hakusimama? Kwa hiyo nataka nikwambie mpendwa, kuna mtu anapita kwenye jaribu hapa, kuna mtu anapita kwenye nyakati kame, kuna mtu anapita jangwani, kuna mtu anapita wakati wa jua, kuna mtu anapita wakati taa nyekundu zimewaka, kuna mtu wakati wake huu ndio wakati wake wa shida. Mimi naomba nikutie moyo ya kwamba marafiki wa Mungu wote walibuka kidedea. Daudi anasema na alikuwa kijana, sasa ni mzee. Unafikiri hakupita? Alipita. Lakini unaonaje mwisho wa Daudi? Yesu anaitwa kwa jina la Daudi. Maliza safari yako salama. Nenda masafa marefu na Mungu. Nenda masafa marefu na Mungu. Nenda masafa marefu na Mungu. Usibipu mahusiano. Nenda katika kina. Vijana, nendeni katika kina kwenye mahusiano. Masafa marefu na Mungu. Mimi nimetembea na huyu mama masafa marefu. Sasa hivi watu kikutana tunaambiana, tunazikumbuka zile enzi. Maana kuna wakati tulikuwa hatuna hela, hakuna kitu. Hata tukipika miguu ya kuku tu tumeweka, sio nyama ya kuku, miguu ya kuku. Tunasema leo wakiinuliwa watu wawili waliokula nyama, sisi tunatokea wa kwanza. Kumbe tumekula miguu ya kuku. Leo atuulize habari ya kuku, atuulize habari ya shuka, atuulize habari ya vikombe, atuulize habari ya vijiko, atuulize habari ya safari. Lakini tulianza maisha kwa kupanga, mwaka huu tununue shuka 2, ndio tulikotokea. Mwaka huu tununue sufuria 2, ndio tulikotokea. Leo siwazi sufuria, leo siwazi vibakuli, siwazi vijiko, leo siwazi nilale hoteli ya gharama gani. Mungu ameshanitoa huko kwenye hayo majaribu ya vibaba, niko kwenye masafa mengine. Sasa leo nikianza kuangalia nasema tumetoka mbali mwanangu. Wewe binti wa Mwanza, tumetoka mbali, tumesafiri masafa. Nendeni katika kina na Mungu. Safirini, mwendeni mbali. Na Mungu awabariki sana.